Juzi kati, baada ya kupata ombi la familia kuhusu misa hii, nilijawa na hofu kubwa sana, nikijiuliza maswali mengi sana, kwa sababu nilijua tatizo la afya yake halikuwa kubwa mno, na nalo nilifikiria kwamba halikuwa hatarishi kwa maisha yake. Lakini pia hofu yangu kubwa ni kuwa singependa kuwa mwenyeji wa msiba mkubwa wa namna hii hapa parokiani. Kwa sababu ya hofu yangu ni kwamba, kwa sababu ya hofu hizo, hata usiku nilikuwa napata ndoto ya ajabu. Katika ndoto moja, tulikuwa tunajiandaa kwa misa hii ya leo pale sakristia, na wakati ulipokaribia wa maandamano ambayo tumefanya sasa hivi, nikajihisi kuchimba dawa. Wanaojua kuchimba dawa wanaelewa, wenye umesafiri na mabasi. Lakini cha kushangaza, nilikuwa tayari nimejiandaa katika ndoto hiyo, nikachukua bodaboda kwenda kuchimba dawa, ambayo sio kawaida. Tulienda sehemu ya mbali ambayo sikumbuki ilikuwa ni wapi. Wakati wa kurudi, bodaboda ameondoka, ameniacha. Nikaanza kutafuta bodaboda wa kunirudisha ili nianzishe ibada hii ya misa, lakini bodaboda hayupo. Nikaangalia barabarani, hamna bodaboda yoyote, hamna usafiri, chombo chochote cha usafiri. Basi ikabidi nianze kwa mguu kurudi parokiani nianzishe ibada hii ya misa. Lakini kwa sababu wa umbali nilipokuwa, nilifika nikawa nimechelewa zaidi ya dakika 30. Na paroko msaidizi alipoona kwamba nimeondoka na sijamwambia niko wapi, narudi saa ngapi, akaamua kuanzisha misa. Hivi nilipofika karibu na kanisa, nikapata wimbo wa sadaka unaimbwa, maanisha kwamba ibada imeanza tayari, amemaliza mahubiri, sasa ni sadaka. Cha kushangaza, niliposikia wimbo wa sadaka nilipata furaha moyoni mwangu. Nikasema, asante Mungu, paroko msaidizi ameanza misa na amehubiri. Nikaingia nikajiunga nao kuendelea na misa, lakini furaha yangu ni kwamba amehubiri. Na furaha yangu ilitokana na nini? Labda kwa sababu nilikuwa na hofu ya kuhubiri kwa msiba wa namna hii siku hizi. Basi ndugu zangu, tunapomwombea roho ya marehemu, na wakati tunaogopa kuhubiri katika msiba wa namna hii siku hizi, ni rahisi kuhubiri kwa msiba wa Mheshimiwa Jenista Mhagama kwa sababu ya maisha yake. Itakuwa ni rahisi kwangu kwa sababu sihitaji teolojia, sihitaji masomo ya hali ya juu kutafsiri maisha yake, kwa sababu yalikuwa wazi. Ilikuwa ni kitabu ambacho kila mmoja wetu angekisoma na kuelewa. Kwanza kabisa, Mheshimiwa Jenista Mhagama alikuwa na unyenyekevu wa aina yake. Katika unyenyekevu wake, nilipoanza utume wangu hapa parokiani, nilichukua mwaka mmoja kabla sijamfahamu Jenista Mhagama. Kila siku kulikuwa na